Naam, ni 7 News. Karibu sana, mimi ni Francis. Mvutano unaoendelea kuongezeka kwa siku 5 mfululizo jijini Los Angeles baada ya maandamano makubwa dhidi ya idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani ICE, ambapo waandamanaji wamejihusisha na makabiliano makali na maafisa wa usalama pamoja na kuchoma magari na kuvamia katika maduka makubwa ya kifahari katika jiji hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma wanajeshi zaidi ya 4,000 wa kikosi cha walinzi cha kitaifa National Guard pamoja na wanajeshi 700 wa majini wanaojulikana kama Marines kwa lengo la kudhibiti hali ya usalama katika eneo hilo. Hatua hiyo imezua mvutano mkubwa wa kisiasa, huku gavana wa California Gavin Newsom na mwanasheria mkuu wa jimbo hilo Lobby Bonta wakifungua kesi dhidi ya utawala wa Trump. Viongozi hao wanadai kuwa rais huyo alivunja mamlaka ya serikali ya jimbo kwa kulazimisha matumizi ya walinzi wa kitaifa bila kuzingatia sheria na taratibu. Wakati huu maandamano hayo ya kupinga ICE yamesambaa katika miji mingine mikubwa nchini Marekani. Maelfu ya watu wamejitokeza katika jiji la New York, hasa katika eneo la Foley Square karibu na ofisi kuu za utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Miji mingine iliyoandaa maandamano ni pamoja na San Francisco, Boston, Dallas, Chicago, Atlanta pamoja na mingine. Maandamano hayo yanakuja kufuatia ongezeko la hofu na ukosoaji dhidi ya sera za uhamiaji zinazotekelezwa na utawala wa Trump, ambazo zimeelezwa na wanaharakati wengi kuwa za kibaguzi na zinazokiuka haki za binadamu. Maafisa wa usalama wanaendelea kuwepo kwa wingi katika maeneo ya maandamano, huku tahadhari ikitolewa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa machafuko zaidi nchini Marekani. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazoendelea kugonga vichwa vya habari duniani, endelea kufuatilia 7 Media kupitia 7 News.